Kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Jina langu ni Belden Waliaula. Waziri mkuu wa kwanza wa kike nchini Japan, Mhafidhina Sanae Takaichi, ameanza kutaja baraza lake la mawaziri. Licha ya kuahidi kuwateua kina mama zaidi katika baraza lake la mawaziri, Takaichi amewateua wanawake wawili tu katika baraza hilo lenye mawaziri 19. Zaidi na Ahmed Bahaj. Licha ya kuahidi kuwateua kina mama zaidi katika baraza lake la mawaziri, Takaichi amewateua wanawake wawili tu katika baraza hilo lenye mawaziri 19. Miongoni mwa walioteuliwa ni waziri wa kwanza wa kike wa fedha Tatsuki Katayama, ambaye anaunga mkono sera za kiuchumi za aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Shinzo Abe. Mwingine ni Kimi Ononda, ambaye ameteuliwa kuwa waziri wa usalama wa uchumi. Mawaziri wengine ni waziri wa mambo ya nje Shotmitsu Motegi, ambaye aliongoza mazungumzo ya kibiashara ya Rais Donald Trump na Ryusei Akazawa. Takaichi ni kiongozi wa chama tawala cha Liberal Democratic Party. Waendesha mashtaka nchini Kenya wamewasilisha rasmi ombi kwa serikali ya Uingereza kumkamata na kumrejesha nchini Kenya mwanajeshi wake mmoja ambaye anatuhumiwa kuhusika katika mauaji ya msichana mmoja mwaka wa 2012. Mwanajeshi huyo anadaiwa kumuua Agnes Wanjiru, ambaye mwili wake ulipatikana ndani ya tanki moja ya maji katika hoteli moja karibu na kambi ya jeshi la Uingereza mjini Nanyuki, kaskazini mwa Kenya. Mahakama nchini Uingereza ni sharti iidhinishe mpango wa kumsafirisha mtu nje ya nchi hiyo kabla ya mshukiwa huyo kufunguliwa mashtaka nchini Kenya. Usalama umeimarishwa katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja, kama jaribio la kuzuia waandamanaji wanaopanga kufanya maandamano kuitisha kuachiliwa huru kwa kiongozi wa vuguvugu linalotaka kujitenga kwa Biafra, Nnamdi Kanu. Polisi wameweka vizuizi katika barabara zilizo karibu na ofisi za serikali pamoja na majengo ya bunge na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Jana maafisa wa usalama walitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji wengine kadhaa kukamatwa, akiwemo ndugu yake Kanu ambaye pia ndiye wakili wake. Bwana Kanu anakabiliwa na mashtaka ya kuhusika katika vitendo vya kigaidi na kuongoza kundi liloharamishwa nchini humo linalotaka kujitenga kwa eneo la Biafra, kusini mashariki mwa Nigeria. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP limesema bado haliwezi kutimiza lengo lake la kupeleka msaada wa chakula ndani ya Gaza wa kiwango cha tani 2,000 kila siku. WFP inasema hii ni kutokana na sababu ya maeneo mengi ya kuingia Gaza kufungwa. Zaidi na Saif Abdallah. Akizungumza leo mjini Geneva nchini Uswizi, msemaji wa shirika hilo Abere Tafa amesema ni vivukio viwili pekee ambavyo vimefunguliwa na kwamba hakuna maeneo yaliyofunguliwa katika maeneo ya kaskazini mwa Gaza ambayo yameathirika pakubwa na baa la njaa. Aidha, ametoa wito wa kufunguliwa kwa vivukio vyote hadi Gaza. Kulingana na msemaji wa shirika hilo, tangu makubaliano ya kusitisha mapigano, WFP imepeleka zaidi ya malori 530 ya misaada hadi Gaza. Ameongezea kuwa kuendelea kutekeleza usitishaji wa mapigano ndio njia pekee na muhimu ya kuokoa maisha. Na aliyekuwa rais wa Ufaransa Nicolas Sarkozy ameanza kutumikia kifungo chake cha miaka 5 katika gereza la Sante mjini Paris. Sarkozy alipatikana na hatia ya uhalifu katika mpango kufadhili kampeni yake ya uchaguzi wa mwaka 2007 baada ya kutuhumiwa kupokea fedha kutoka kwa aliyekuwa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi. Sarkozy amekanusha mashtaka hayo na amewasilisha ombi rasmi mahakamani ya kutaka kuachiliwa huru na rufaa yake kusikilizwa. Mwandishi wa BBC mjini Paris amesema kuwa rais huyu wa zamani aliingia katika gereza hilo huku akiwa na matumaini makubwa ya kuwa anahisi kuwa hukumu hii itampa ridhaa na huruma kutoka kwa raia wa nchi hiyo. Hii ni BBC. Taarifa kuu za dunia zimesomwa kwako na Beldin Waliaula. Unasikiza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC nchini Kenya. Matangazo haya yanasikika kupitia Nyota FM nchini Tanzania. Matangazo haya unayapokea kupitia Radio 5 na Radio Free Africa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaweza kutusikiza kupitia Radio Muungano Beni. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Hili uko nami Sarafina Robi nikiwa katika studio zetu mjini Nairobi na mwenzangu ni David Nkia akiwa Dar es Salaam. Karibu Nkia. Asante sana Sarafina, bila shaka hujambo hapo ulipo na msikilizaji hujambo vile vile. Tuanze moja kwa moja ambapo bunge la Japan
limemteua Sanae Takaichi kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke nchini humo. Hata hivyo, Takaichi ambaye kwa sasa anaongoza chama tawala cha Liberal Democratic Party ataongoza serikali iliyo na wachache zaidi. Na Nasteha Mohamed. Takaichi Sanaeをもって当選者とHistoria imetokea nchini Japan ambapo wamemteua mwanamke kama waziri mkuu wa nchi hiyo. Akitangazwa rasmi, ushindi wake ulipokelewa kwa shangwe. Bi Sanae Takaichi mwenye umri wa miaka 64 alishinda kwa kura ya wazi na kura nyingi zaidi za mabunge mawili, lile la taifa na la seneti, kwa kupata kura 234 na 125 kama kiongozi wa chama cha LDP. Waziri mkuu huyo wa kwanza mwanamke wa Japan, Sanae Takaichi, tayari amewataja wanawake wawili pekee katika baraza lake jipya la mawaziri, huku akitajwa kuwa mhafidhina sugu na kuwa anayevutiwa sana na marehemu waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Margaret Thatcher. Takaichi anachukua hatamu huku nchi ya Japan ikikumbwa na wakati mgumu wa kiuchumi, huku pia ikikabiliana na kupanda kwa gharama ya maisha na raia waliovunjika moyo. Pia umekuwa wakati mgumu kwa uchumi huo wa 4 kwa ukubwa duniani. Yeye ni waziri mkuu wa 4 katika kipindi cha miaka 5 pekee baada ya muhula wa watangulizi wake kupunguzwa baada ya umaarufu wao kushuka. Mwandishi wa BBC anasema kuwa Bi Takaichi ni mhafidhina na hajulikani kwa kushinikiza haki za wanawake. Wachambuzi wanasema kuchaguliwa kwake ni mabadiliko kwa chama cha LDP kwa nia ya kukabiliana na chama cha mrengo wa kulia cha Sansieto ambacho kimekuwa kikizidi kupata umaarufu. Changamoto zake kwa sasa ni kushughulikia mfumuko wa bei wa juu wa Japan na gharama ya maisha. Hapa anazungumza baada ya uchaguzi wake. Ningependa kusaidia kuliboresha taifa la Japani na nimeunda baraza la mawaziri leo kwa ajili ya watu wetu ili tupate matokeo na kuunda Japani yenye nguvu itakayokuwa imara. Ingawa alishinda wanaume 4 na kushinda kinyang'anyiro cha LDP mapema mwezi wa Oktoba, njia yake ya kupata nafasi ya juu ilionekana kuzuiwa wakati mshirika wa muda mrefu wa muungano wa LDP, chama cha Komeito, ulipoondoa nia yake ya kumunga mkono. Lakini mkataba wa dakika za mwisho Jumatatu usiku na chama kingine cha upinzani, chama cha mrengo wa kulia cha Japan Innovation Party JIP, kinachojulikana kama Ishin, ulimokoa. Yeye na chama cha LDP watakabiliana na wapiga kura mwaka 2028. Wakati huo, kando na changamoto za kinyumbani, anakabiliwa na uhusiano mgumu nje ya nchi. Korea Kusini, ambayo ilikuwa imeanza kurekebisha uhusiano wa kihistoria na Japan, inahofia kwa sababu ya siasa zake za mrengo wa kulia ambazo zinaegemea utaifa, na kama baadhi ya watangulizi wake ikiwa ni pamoja na marehemu waziri mkuu wa zamani Shinzo Abe, anaonekana kuchukua msimamo mkali hasa kwa swala la China inayozidi kujipatia umaarufu. Lakini uhusiano muhimu zaidi ni wa Marekani, ambapo ndio hatua ya kwanza ambapo atakuwa na kikao na rais wa Marekani Donald Trump wiki ijayo, wakati pande zote mbili zimeafikiana makubaliano ya ushuru. Maoni ya zamani ya Trump yanahoji thamani ya mkataba wa usalama kati yao na kutaka Tokyo ilipe zaidi ulinzi yameibua wasiwasi. Itamlazimu Bi Takaichi kuyaelezea haya pamoja na msimamo usiotabirika wa Marekani. Takaichi si mgeni katika siasa za Japan. Wanawake nchini Japan wanaelezea hisia zao kuhusu uteuzi wake. Niliposikia habari kwamba Japani na waziri mkuu wake wa kwanza mwanamke, kwa kweli nilishangaa sana. Siasa kwa muda mrefu Japan imekuwa ikitawaliwa na wanaume, na sio siasa tu. Makampuni mengi makubwa na nyadhifa za uongozi nchini Japan kwa kawaida zimekuwa zikiongozwa na wanaume. Kwa hivyo, ili mwanamke awe waziri mkuu sasa, ninaamini kweli itakuwa ni matokeo mazuri. Niliposikia kwa mara ya kwanza kwamba Japan hatimaye imekuwa na waziri mkuu mwanamke, kwa kweli nilifurahi sana. Lakini nilipogundua kuwa ni Sanae Takaichi, na ghafla hisia zangu zilichanganyika kidogo. Huyu mwanamke ambaye amesema waziwazi kwamba anamuenzi Margaret Thatcher, tayari inakupa hisia mtazamo wake wa kisiasa. Na unapoangalia rekodi zake za haki za wanawake na masuala ya kijamii, hayako sawa. It's a bit complicated. Mshirika mkuu wa aliyekuwa waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe, Takaichi amekuwa na majukumu kadhaa ya uwaziri katika taaluma yake na amewahi kugombea nafasi ya waziri mkuu hapo awali. Alichaguliwa kuwa kiongozi wa LDP baada ya waziri mkuu wa zamani na kiongozi wa LDP Shingori Ishibe kujiuzulu. Kipewa jina la Iron Lady kwa kuvutiwa kwake na Bi Thatcher wa Uingereza,
Takaichi anajulikana kwa maoni yake ya kihafidhina, ikiwa ni pamoja na upinzani wake kwa ndoa za jinsia moja na mahitaji yanayoongezeka ya kuruhusu wanawake walioolewa kutunza majina ya familia zao. Nasteha Mohamed, Radio Dunia, BBC. Sasa kufahamu zaidi kuhusu uteuzi wa Sanai Takaichi kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke nchini humo, nimezungumza na Martin Mwanji ambaye ameishi na kufanya kazi Japan kama mwanahabari, anayeanza kwa kuelezea jinsi raia wa Japan walivyozipokea habari hizi. Naweza sema kwamba wamempokea kwa hisia mseto. Kuna wale ambao wanatilia shaka sera zake kwa sababu Takaichi Sanai anajulikana kama mwanasiasa ambaye kidogo ni muhafidhina, mwenye misimamo mikali, mrengo wa kulia hivi. Kuna wale wanaomuita kama Trump wa Japani. Nilikuwa nazungumza na Mjapani mmoja baada ya yeye kuchaguliwa kwenye wadhifa huu, na alikuwa anasema na wasiwasi sana na sera zake. Lakini ikumbukwe kwamba Takaichi Sanai ni mwanamke wa kwanza kabisa katika historia ya Japani kuwa waziri mkuu ama kuchaguliwa kama waziri mkuu, na kwa hivyo kuna wale ambao wanaeleza imani kwamba huo umekuwa mfumo wa ubabadume hivi. Kwa hivyo wanataka kumjaribu mwanamke, waone namna atakavyoendesha Japani, kwa sababu kwa kipindi ambacho wanaume wamekuwa kileleni kidogo wameona mambo ya kisuasua. Kwa hivyo kuna wale ambao wana matumaini kwamba pengine Sanai atajaribu kubadilisha hali nchini Japani. Kuja kwenye wadhifa huu akiwa na tajriba gani? Takaichi Sanai alijiunga na siasa karibu miaka 30 iliyopita, miongo mitatu, na anakuja katika wadhifa huu akiwa amehudumu kama mbunge, amehudumu kama waziri wakati wa enzi ya waziri mkuu wa zamani wa Japani Abe Shinzo ama Shinzo Abe unavyopenda. Kwa hivyo kuhusiana na masuala ya tajriba, ni mwanasiasa ambaye inaweza muita mwanasiasa mkongwe mwenye tajriba si haba. Mabadiliko haya ya uongozi yalikuwa yakitarajiwa? Yalitarajiwa kwa sababu ukumbuke waziri mkuu anayeondoka Shigeru amekuwa mamlakani kwa kipindi kifupi, lakini si mengi zaidi ambayo yamebadilika katika nchi ya Japani. Mfumuko wa bei bado upo juu zaidi. Wengi wanalalamikia hali ambayo maisha yamekuwa magumu, bei za bidhaa muhimu zimekuwa zikipanda kila uchao, ila alishindwa kudhibiti. Kisha kumekuwa na suala la sakata ya ufadhili wa kisiasa ambayo wengi walitazamia zaidi pengine Shigeru atajaribu kubadilisha hali. Hilo limeshindwa kudhibiti. Wengi, vyama vingi kama Komeito ambacho kimekataa kubuni serikali ya muungano na LDP, ni vyama ambavyo vilitazamia kwamba kungekuwa na mabadiliko ya namna ufadhili wa kisiasa unavyofanyika. Shigeru hakufanya chochote. Kwa hivyo wengi walitazamia kwamba hatimaye mabadiliko haya yatafanyika na Shigeru atashindwa kuimudu Japani. Bi Takaichi anatajwa kuwa mahafidhina, pia ulivyomtaja hapo, kuwa mahafidhina kindakindaki. Hii itamsaidia huku mponza kwa kiasi gani katika kutekeleza ajenda zake na za chama tawala? Msimamo wake wa kihafidhina huu unaweza msaidia. Kumbuka kwamba Japani kwa jumla ninavyoielewa ni nchi ambayo pia ni ya kihafidhina, kwa sababu ni nchi ambayo kidogo wenyewe wanasema inapenda kujifungia ndani kidogo. Mambo yao wanakuwa kwamba wataki yafunguke kabisa. Na ikiwa Sanai atachukua msimamo mkali kuhusiana na masuala ambayo yataweza kuifaidi Japani, kwa sababu baadhi ya masuala yanahitaji msimamo mkali na yanahitaji mwanasiasa ambaye kidogo si wa kuyumbayumba. Tunamuona namna anavyofanya Donald Trump Marekani, wakati mwingine misimamo ambayo kwa jumla watu wanaiona kwamba ni mibaya, lakini hatimaye pengine inazaa matunda, na naamini ndio sababu wanamuita Trump wa Japani. Kwa hivyo ikiwa atatumia misimamo yake mikali hii ya kihafidhina na akaweza kuibadilisha Japani, basi bila shaka huenda akaingia katika kumbukumbu ya historia kama mwanasiasa mashuhuri wa Japani aliyesaidia kuibadilisha nchi hiyo. Kwa hivyo iwapo msimamo huu utamsaidia kuibadilisha Japani, basi nadhani Wajapani wengi watamlaki na kumshadikia si haba. Kuna hisia mseto ambazo zimeweza kuibuka kutokana na uteuzi wake. Sasa kuna wale ambao wanaona ni kama hatoweza kushinikiza haki za wanawake, na tayari tushaona kati ya wale mawaziri ambao ameweza kuwataja katika baraza lake amewataja tu wanawake wawili. Hili unalizungumzia vipi? Jua kwamba wameingia katika muungano na chama cha Japan Innovation, kile JIP, na kuna watu wengi tu ambao wamejaribu kupendekeza wateuliwe katika baraza la mawaziri, lakini walikataa kwamba kwa sasa hawataki kuingia katika baraza la mawaziri. Kijumla, kadri muda unavyosonga tutaweza kuona ikiwa atakuwa mtetezi wa
haki za wanawake, hususan kwa sababu yeye ni mwanamke. Baadaye mwezi huu atakuwa na kutana na rais wa Marekani Donald Trump. Nadhani tutaanza kumwanika na kuweza kupata kwa kina zaidi sera ambazo anataka kuzifanya, lakini kijumla nadhani kuna uwezekano mkubwa wanawake watafaidi sana na uongozi wa Sanae. Bila shaka basi, huyo ni Martin Mwanje ambaye ni mwanahabari ambaye amewahi kuishi na kufanya kazi kule Japan. Tukisonga mbele, ni kwa rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy leo ameanza kutumikia kifungo cha miaka 5 gerezani baada ya kuhukumiwa kwa uhalifu wa kula njama ya kufadhili uchaguzi wa mwaka 2007 kinyume na sheria kwa kutumia fedha zilizotoka kwa aliyekuwa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi. Caro Robi na taarifa zaidi. Bwana Sarkozy mwenye umri wa miaka 70 aliwasili leo katika jela la La Santé mjini Paris akisindikizwa na mkewe Carla Bruni na kushangiliwa na wafuasi wake ambao waliimba wimbo wa taifa. Kupitia ukurasa wake wa X, kiongozi huyo amedai ni mwathiriwa wa chuki na visasi na kuongeza kuwa anayefungwa gerezani leo sio rais wa zamani wa Ufaransa bali mtu asiye na hatia. Amekuwa akikanusha mara kwa mara kuhusika na makosa yoyote yanayohusiana na ufadhili wa uchaguzi wa mwaka 2007. Sarkozy ambaye alikuwa rais wa Ufaransa kati ya mwaka 2007 hadi 2012 atakuwa rais wa zamani wa Ufaransa kufungwa jela tangu Marshal Philippe aliyekuwa kiongozi wa Ufaransa alikuwa na mafungamano na utawala wa Kinazi kufungwa baada ya vita vya pili vikuu vya dunia. Sebastian Cowell, mkuu wa gereza atakalofungwa bwana Sarkozy, amesema kiongozi huyo atafungwa kwenye seli yake pekee tofauti na wafungwa wengine, lakini ataweza kutumia uwanja wa kufanyia mazoezi mara 2 kwa siku akiwa peke yake kwa sababu za kiusalama. Seli atakayokuwa kama seli nyingine za jela hiyo ina bafu, ataweza kuwa na televisheni ikiwa atalipia euro 14 kwa mwezi na simu. Wakili wake Jean-Michel Darius amesema mteja wake atabeba fulana kadhaa atakazovaa kukiwa na baridi na viziba masikio kwani gerezani huenda kukawa na kelele nyingi. Sarkozy pia aliwaambia waandishi wa habari atabeba vitabu 3 kikiwemo kile cha Count of Monte Cristo ambacho kinasimulia mtu alofungwa jela kwa njia za kionevu na kupanga jinsi ya kulipiza kisasi dhidi ya walomsaliti. Baada ya miaka mingi ya vuta kuvute za kisheria kuhusu madai kuwa timu yake ya kampeni ilipokea mamilioni ya fedha kutoka kwa aliyekuwa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi, Sarkozy hivi karibuni alihukumiwa kifungo hicho cha miaka 5 jela. Licha ya Sarkozy kupatikana hatia ya kushirikiana na washirika wake wa karibu kupokea fedha kinyume na sheria, aliondolewa makosa ya yeye mwenyewe binafsi kupokea fedha hizo au kuzitumia. Amekuwa akisisitiza kuwa kesi dhidi yake imechochewa kisiasa, akisema majaji wamekuwa wakitaka kumdhalilisha. Amekata rufaa dhidi ya hukumu yake, lakini kuambatana na sheria za Ufaransa kuhusu hukumu inayomkabili inamaanisha kuwa sharti awekwe gerezani anaposubiri rufaa yake kushughulikiwa. Hukumu hiyo imezua ghadhabu miongoni mwa washirika wake wa kisiasa na wafuasi wa vyama vya mrengo wa kulia wenye misimamo mikali. Kulingana na uchunguzi wa maoni ya wananchi, hata hivyo, 58% wa Faransa wanaamini kuwa hukumu dhidi ya rais wao wa zamani haikutokana na upendeleo wowote, na 61% waliohojiwa wanaunga mkono uamuzi wa kumfunga jela bila ya kusubiri uamuzi wa mahakama ya rufaa. Rais Emmanuel Macron ambaye amekuwa na mahusiano mazuri na bwana Sarkozy na mkewe, amesema alikutana na Sarkozy kabla ya kuanza kutumikia kifungo gerezani, na waziri wa sheria naye pia amesema atakwenda kumtembelea kiongozi huyu akiwa gerezani. Wakili wake amesema wamewasilisha ombi la kutaka aachiliwe huru. Sasa kufahamu zaidi kuhusiana na taarifa hiyo ya Caro Robi, hapo awali nimezungumza na Mali Ali. Huyu ni mchambuzi wa siasa za Ufaransa akiwa mjini Paris. Kwa kweli ni jambo lipya na ni lizito na limepokelewa kwa hisia tofauti, kuzingatia kwamba alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni rais mstaafu, na sasa sheria imeweza kuonyesha uwezo wake na uhuru wake na kujitegemea kwake. Kwa hiyo licha kuwa kiubinadamu linasumbua kuelewa, lakini pia kisheria ni swala ambalo limetia nguvu nchi ya Ufaransa kuona mtu kama huyo anaweza kuhukumiwa na bali kifungo. Upande wake pia wamechukizwa na jambo hilo, lakini pia na wao pia wanakuwa na akiba fulani katika yale ambayo wanaweza kuyasema na kuyatenda, kwa sababu wote wanaheshimu uhuru wa miamala ya uongozi wao. Sarkozy mwenyewe amekuwa akikana kuhusika mara kwa mara katika shutuma hizi za uchaguzi wa 2007, na leo kwenye ukurasa wake wa X amesema kwamba haya ni masuala ya kisiasa pekee yake na ni mtu ambaye hana hatia. Hili unalizungumziaje? Kweli kila mfamaji wanasema aishi kutapatapa,
hiyo ni kauli ambayo inalenga sana kujisafisha na kujitetea, kwa sababu yale ambayo anashtumiwa na ambayo tayari ameshamhukumu kwa kiongozi kama yeye wa taifa kama hili, hawezi kuyakubali kiurahisi. Ni mambo ambayo yanatia aibu na yangeweza kuchafua utawala wa Ufaransa na hasa utu wake yeye. Lakini kuikataa hilo pia haimaanishi kwamba ndio sheria naweza kumwachilia na ikashindwa kufanya kazi yake. Kwa hiyo sheria imethibitisha uhuru wake na kutegemea na kuweza kumhukumu licha kuwa alikataa, na pia alikuwa na mawakili ambao wanamtetea, lakini sheria imeweza kukusanya vigezo vyote na ushahidi na kukata kesi kama hiyo ambayo ilikuwa ni nzito, na majaji wenyewe baadhi yao tayari wameanza kupata vitisho kwa sababu ya hukumu hiyo. Wakili wake amesema kwamba tayari wamewasilisha ombi la kutaka kuachiliwa kwa rais huyu wa zamani. Hili linawezekana ili hali tayari ameshapewa kifungo cha miaka 5? Linawezekana kwa kupunguza kifungu, anaweza kufungwa lakini asimalize kifungu kama hichi, ukachukuliwa mazingira ambayo yanaweza kutoa fursa ya kupunguza kifungu na kaendelea kifungu sehemu ya kifungu nje. Kwa hiyo kuna adhabu zingine ambazo zinaweza zikachukuliwa, lakini kwanza kutii na kukamilisha yale ambayo sheria kwenye hatua ya mwanzo imeamua, hilo ni jukumu la utawala bora ambao tayari umedhihirika. Wakili wake ana haki ya kufanya hivyo kwa sababu anajua sheria na anajua mazingira gani jambo hili limekuwa lizito kuweza kulitekeleza. Sasa 58% ya raia wa Ufaransa wanaamini kwamba hukumu dhidi ya rais wao wa zamani haikutokana na upendeleo wowote, huku asilimia nyingine iliyobakia ya waliohojiwa wanaunga mkono uamuzi wa kumfunga jela bila kusubiri uamuzi wa mahakama ya rufaa. Mkanganyiko huu ama utofauti huu unatoa taswira gani? Taswira ni kwamba jambo hili limepokelewa kwa hisia tofauti. Kama nilivyozungumza, ni jambo lizito kuweza kulielewa na kila mmoja limemgusa kwa namna yake, lakini mambo haya ambayo yameweza kumkabili huyu ambaye alikuwa kiongozi bwana Nicolas Sarkozy, mambo ambayo yalifahamika hata nje ya Ufaransa kwa muda mrefu, na taarifa nyingi zilitoka hasa katika muda ule waliweza kumletea vurugu bwana Gaddafi na kupelekea hadi kuuawa kwake. Mambo haya yalizungumzwa mengi. Nadhani ili pia Ufaransa imelifanya pia kwa kujisafisha kwa yale ambayo ilishtumiwa na yale ambayo yanajulikana licha kuwa hayapiti katika vyombo vya habari. Sasa hukumu hii ya Sarkozy inatoa taswira gani kwa siasa za Ufaransa kwa ujumla, ambapo katika siku za hivi karibuni kumekuwa na kama hali ya sintofahamu haswa baada ya mawaziri wakuu kadhaa wa nchi hiyo kujiuzulu? Kwa kweli hukumu hii imethibitisha ukomavu wa demokrasia katika Ufaransa, kwa sababu kama nilivyozungumza, mazingira ya hivi sasa ya kisiasa ambayo yana uzito fulani, yana utata fulani, na maamuzi kama haya kuchukuliwa na utulivu bado unaonekana ni ule, sio hali ambayo inatishia zaidi, kwa sababu kitazama hali hii ya bwana Sarkozy haikuja kuongeza uzito katika utata ambayo upo wa kisiasa hivi sasa. Ni jambo ambalo linazungumzwa na kuonekana kama ni la kawaida, na huku wote wakitizama sheria inakoelekea bila kuingilia kati. Kwa hiyo huu ni ukomavu wa kisiasa kabisa na demokrasia katika nchi ya Ufaransa, na ukilinganisha na nchi zingine, nchi zetu, jambo hili labda lingeweza kuwa ligumu na lingeweza kuleta vurugu moja kwa moja, lakini hata ukitizama hawa wafuasi wa bwana Sarkozy na wanaomuunga mkono bado wanazungumza tu, lakini hawawezi kuzidi hatua hiyo na kuweza kuleta vurugu na kuonyesha kwamba mahakama imekwenda kinyume. Namna sasa ni viwanjani na Ive Buchna. Naam, Arsenal imeomba msamaha kwa Atletico Madrid baada ya kukosekana kwa maji ya moto kwenye uwanja wa Emirates na kuacha Wahispania hao wakielekea hotelini kwao kuoga baada ya mazoezi. Niko naye hapa Phyllis Motei. Karibu Phyllis. Naam, sasa sheria za UEFA haziruhusu timu zinazozuru kufanya mazoezi katika uwanja wa nyumbani usiku kabla ya mechi za ligi ya mabingwa. Vijana wa Diego Simeone walikuwa wakifanya mazoezi kabla ya timu hizo mbili kukutana katika awamu ya ligi ya mchujo leo usiku. Wafanyikazi wa Atletico Madrid waliwatahadharisha Arsenal kuwa hakuna maji ya moto kwenye chumba chao cha kubadilishia nguo mapema, huku the Gunners wakigundua kuwa kulikuwa na swala kama hilo kwenye chumba cha kubadilishia nguo cha
kwa Arsenal pia. Timu hiyo ilitakiwa kumaliza mazoezi saa 1:30 za London, lakini ilimaliza dakika 15 mapema na kuamua kusafiri kurejea kwenye hoteli ili kuoga. Gazeti la Uhispania La Marca liliripoti kuwa kikosi cha Atletico kilikuwa kikikasirishwa na hali hiyo. Arsenal iliomba radhi kwa wafanyikazi wa Atletico Madrid kwa usumbufu uliosababishwa na hali hiyo. Naam, Phyllis, ni kwamba vijana wa Mikel Arteta wameshinda michezo yao miwili ya ufunguzi wa ligi ya mabingwa bila kuruhusu bao. Atletico Madrid walichapwa 3-2 na Liverpool, lakini wakajibu kwa ushindi wa 5-1 dhidi ya Frankfurt ya Ujerumani. Lakini Phyllis, sio mara nyingi Arsenal kukutana na Atletico katika michuano ya Ulaya. Na mechi pekee za awali kati ya Arsenal na Atletico Madrid barani Ulaya zilikuja katika nusu fainali ya UEFA Europa League msimu wa 2017-2018 ambapo the Gunners walitolewa kwa jumla ya mabao 2-1 na kikosi cha Diego Simeone. Mechi ya kwanza walitoka sare ya bao 1-1 huku Arsenal wakipoteza nyumbani kwa bao 1-0. Sasa Atletico Madrid haijawahi kushinda ugenini kwa timu ya Uingereza katika awamu ya kundi au ligi ya UEFA Champions League na imeshindwa katika majaribio yote matano hadi sasa D2L3 na kujumuisha kichapo cha mabao 4-0 huko London dhidi ya Chelsea mnamo Oktoba mwaka 2009. Ni wakati ambapo Arsenal wameshinda kila mechi kati ya 6 zilizopita dhidi ya timu za Uhispania na kuwashinda upinzani 4 tofauti katika mbio hizi. Real Madrid mara 2, Sevilla mara 2, pia Gunners walizishinda Girona na Athletic Club. Naam, kuna mechi kadhaa za ligi ya mabingwa leo usiku, miongoni mwake Barcelona inakipiga dhidi ya Olympiacos, Bayer Leverkusen ikikaribisha bingwa mtetezi Paris Saint-Germain, Newcastle United kumenyana na Benfica ya Jose Mourinho kwenye uwanja wa St James's Park, huku timu ya PSV Eindhoven ikionyeshana kazi na Napoli, Union Saint-Gilloise ya Ubelgiji kuialika Inter Milan, nayo Villarreal kupepetana na Manchester City. Tukamilishe na Sean Dyche kuwa meneja mpya wa Nottingham Forest. Sasa Forest walikuwa mechi moja kabla ya kufuzu kwa ligi ya mabingwa mwezi Mei. Sasa mwezi Oktoba wanakaa katika eneo la kushushwa daraja la ligi kuu wakiwa na meneja watatu ndani ya wiki 6. Sean Dyche amechukua nafasi ya Ange Postecoglou kwa mkataba hadi msimu wa joto wa mwaka 2027 kufuatia Mu-Australia huyo kutimuliwa dakika 17 tu baada ya kushindwa kwa mabao 3-0 na Chelsea siku ya Jumamosi, na hivyo kuhitimisha utawala wake wa siku 39 tu. Postecoglou alikuwa na msimamo akiambia kikosi kuwa lengo hasa ni kushinda ligi ya Europa, lakini aliondoka kama meneja wa kudumu wa Forest na Premier League aliyekaa muda mfupi zaidi. Dyche ni meneja wa zamani wa Everton na Burnley na ni mkazi wa Nottingham na mchezaji wa zamani wa akademi ya Forest, lakini je, ndiye mtu anayefaa kwa kazi hiyo? Naam, walimtaka kocha huyo mpya kabla ya ziara ya Alhamis ya ligi ya Europa huko Porto, na Dyche hana budi kurejesha mpangilio na uimara ambao ulionekana wazi chini ya Nuno Espirito Santo ambaye aliwapeleka hadi nafasi ya 7 kwenye ligi ya Premier msimu uliopita. Mwisho wa makala ya michezo na wachezaji. Phyllis, ni kushukuru sana. Mimi jina langu ni Ive Buchana.